Habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu ni wakati wa kupata habari kamili na za kuaminika kuhusu yale yanayoendelea ndani na nje ya nchi. Habari za jioni zinakujia moja kwa moja zikikuletea muhtasari wa matukio muhimu ya leo, kuanzia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siasa, uchumi hadi masuala ya kijamii. Basi karibu ungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, tukikuletea kila kwa undani yale yanogusa maisha ya wananchi kwa kina zaidi na kwa uwazi zaidi. Na naendelea kukujuza tu kwamba huenda ndio ulikuwa mara kwanza nakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya chochote ningekusihi kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Jalonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, kwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku juhudi za kurejesha utulivu zikiendelea kuimarishwa katika maeneo yaliyoathirika na mapigano ya hivi karibuni. Ni katika mkutaba huu ambako ujumbe wa wazalendo maarufu kama VDP umewasili katika eneo la Lusanyenge iliyoko katika wilaya ya Lubero baada ya kupitia maeneo kadhaa ambayo hivi karibuni yameachwa na waasi wa M23 kwa ushirikiano na jeshi la Rwanda. Ujumbe unaongozwa na jenerali anajitangaza Germain Mayani, ambaye anaongoza operesheni na ukaguzi katika mili muhimu wa maeneo ya Kipepe, Vukununu pamoja na Tilinya. Maeneo haya yamekuwa yakitajwa kama sehemu nyeti kutokana na harakati za vikundi vya waasi katika siku za nyuma. Kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano cha wazalendo, ziara inalenga mambo kadhaa muhimu. Kwanza kabisa ni kufanya tathmini ya operesheni zinazotekelezwa na vikosi vya ndani kwa kushirikiana na jeshi la taifa FARDC ili kubaini mafanikio yaliyopatikana pamoja na changamoto zinazojitokeza katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Pili, ujumbe unalenga kuimarisha morali ya wapiganaji walioko mstari wa mbele ambao kwa muda mrefu wamekuwa kikabiliana na hali ngumu za kiusalama. Kuwa karibu nao, kusikiliza changamoto zao na kuwapa moyo kunatajwa kama sehemu muhimu ya mkakati wa kudumisha ari ya mapambano. Ziara inalenga kuimarisha ushirikiano kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazalendo pamoja na wananchi wa kawaida. Ushirikiano unaonekana kuwa nguzo muhimu katika kurejesha amani na kuhakikisha kwa maeneo yaliyokombolewa yanabaki salama dhidi ya vitisho vipya. Wakazi wa maeneo wanaendelea kurejea polepole katika makazi yao, ingawa bado kuna tahadhari kubwa kutokana na uwezekano wa kurejea kwa mapigano. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa changamoto, huku mahitaji ya msingi yakiongezeka kwa wananchi waliokimbia makazi yao. Kwa ujumla, ujio wa wazalendo katika eneo la Lusanyenge unaashiria hatua nyingine katika juhudi zinazoendelea za kudhibiti usalama na kuleta utulivu wa kudumu katika sehemu hii ya mashariki mwa nchi. Bien, c'est l'arrivée, ils sont là, c'est notre arrivée, c'est notre arrivée, c'est notre arrivée à Lunyasenge. C'est notre arrivée à Lunyasenge. Nous sommes là. C'est bien. C'est notre arrivée à Lunyasenge. Même de femmes engagées sont là. Elles sont très nombreuses. Voilà, c'est le porte-parole Guy Ngabo qui arrive. Quelle est votre appréciation? Merci, nous sommes déjà là. Oui. C'est la délégation de la synergie Frograno, Oui. dirigée par le général-major Mayani, Oui. au relevé de Katundu. Nous sommes déjà à Lunyasenge. Très bien. Pour une mission très noble, Ouais. celle de renforcer la morale de nos troupes VDP qui sont sur le terrain. Merci. Voilà, nous pensons que tout va se passer bien. Nous pensons que la population, nous allons prendre un moment favorable pour discuter de la question. Merci. C'est le T5 de la synergie avec l'ADEM log de la synergie. Le commandant lui-même arrive, c'est le général Mayani. Safari imepita namna gani?
Safari imepita salama. Tumeongozwa na Mwenyezi Mungu pamoja na wakoko wetu, tumefika salama. Amen. Asante, c'est le conducteur de notre grande pirogue jina nini nani? Kasereka Mfunga Pascal. Très bien. Safari imepita namna gani? Unafikisha wazalendo hapa Lunyasenge. Je, hapa kukamata kwa kingufu? Na wewe una contribute sawa mzalendo? Très bien, asante sana. Asante. Tunashukuru. Katika mji wa Uvira ulioko katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya taharuki imetanda miongoni mwa wakazi kufuatia kujaa kwa maji ya mto Kalimabengi aliyoripotiwa kuongezeka kwa kasi leo Ijumaa tarehe 1 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka eneo la tukio, mto umefurika na kusababisha maafa makubwa katika baadhi ya mitaa ya mji huo. Maji yamejaa kuingia kwenye makazi ya watu, kubomoa miundombinu na kuharibu mali za wananchi, huku baadhi ya familia zikilazimika kuyama makazi yao kwa dharura ili kujinusuru na hatari hiyo. Hadi kufika sasa, mamlaka pamoja na vyanzo vya ndani bado havijadhibitisha idadi kamili ya uharibifu uliosababishwa na mafuriko hayo, iwe ni kwa upande wa nyumba zilizoharibiwa, watu waliopoteza makazi au madhara mengine ya kibinadamu. Hata hivyo, taarifa zinaendelea kupokelewa zinaonyesha kuwa hali ni mbaya na inahitaji uangalizi wa haraka. Wakazi wanaoathirika waendelea kuishi katika hofu kubwa, huku mvua zikiendelea kunyesha zikiongeza hatari ya hali kuwa mbaya zaidi katika sana siku zijazo. Baadhi yao wanajaribu kuokoa mali zao kwa uwezo mdogo waliobaki nao, wakati wengine wakisaka maeneo salama zaidi ya kujihifadhi. Wataalamu pamoja na wakazi wa eneo wanakumbusha kuwa mwezi ya Aprili na Mei kwa kawaida ni kipindi hatarishi kwa mji wa Uvira kutokana na mvua nyingi zinazosababisha mito kujaa na hatimaye kusababisha mafuriko ya mara kwa mara. Hali hii imekuwa ikijirudia kila mwaka na kuacha hatari kubwa kwa maisha ya wananchi. Kutokana na hiyo, uwezekano wa kutokea kwa janga kubwa zaidi bado upo ikiwa mvua zitaendelea kunyesha kwa kiwango hiki. Mamlaka na wadau wa misaada wanahimizwa kuchukua hatua za haraka ili kuwasaidia wasirika na kuzuia madhara zaidi. Basi Kivu News Info tunaendelea kujuza taarifa zaidi kuhusiana na tukio hili kadri tunavyoendelea kukusanya habari na kupata udhibitisho wa kina kuhusu kiwango halisi cha maafa kilichosababishwa na mafuriko hayo katika mji wa Uvira. Katika mji wa Baraka uliko katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukio jingine la ukosefu wa usalama limeripotiwa likizua taharuki na mjadala mkali miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Siza Kereya, askari mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kikosi kinachojulikana kama Gepard alishambuliwa na wananchi wenye hasira kali kufuatia madai kwamba alijaribu kumpiga risasi kijana mmoja katika mtaa wa Kalinga Nord. Tukio lilitokea jioni ya Jumatano majira saa 2:30 usiku. Inaelezwa kwa tukio lilianza pale askari huyo alipodaiwa kujaribu kufyatua risasi kuelekea kwa kijana huyo. Hata hivyo, jaribio hilo alikufanikiwa kwa sababu ambazo bado hazijawekwa wazi hadi sasa. Hali ilizua ghadhabu kubwa miongoni mwa wananchi walikuwa karibu na eneo la tukio. Kwa hasira, wakazi walimzingira askari huyo na kuanza kumshambulia kwa kumpiga, aliyosababisha kujeruhiwa vibaya. Katika mgawanyiko, silaha yake ilichukuliwa na wananchi, jambo ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa silaha mikononi mwa raia. Kwa mujibu wa Bwana Abe Kakozi cha Kubuta Jojo Ngonda, ambaye ni mratibu wa shirika la kiraia la Sosiko DRC katika mji wa Baraka, askari huyo alikimbizwa katika kituo cha afya cha ABC kwa ajili ya kupatiwa matibabu ambako anaendelea kuhudumiwa kutokana na majeraha aliyoyapata. Hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na polisi ya taifa ya Kongo hajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Vile mazingira kamili aliyompelekea askari huyo kufikia hatua hiyo anadaiwa kujaribu kumpiga risasi kijana huyo bado hajafahamika na yanatarajiwa kufanywa uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Tukio hilo linaongeza orodha ya matukio ya ukosefu wa usalama ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika miezi hivi karibuni ndani ya mji wa Baraka. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, matukio ya watu kujichukulia sheria mkononi, mauaji pamoja na wizi wa kutumia silaha yamekuwa yakiongezeka kwa kiwango cha kutia wasiwasi. Pamoja na juhudi mbalimbali zinazowahi kufanywa, ikiwa ni pamoja na mikutano ya usalama iliyofanyika katika mji huo na kutoa mapendekezo kadhaa kurejesha amani,
hali bado haijaonyesha mabadiliko makubwa hadi sasa. Wakazi wanaendelea kuishi katika mazingira hofu, huku wakihitaji hatua madhubuti zaidi kutoka kwa mamlaka husika. Kwa sasa uchunguzi wa kina unahitajika ili kubaini ukweli wa tukio hili, kuwabaini wahusika na kuchukua hatua stahiki za kisheria. Wakati huo, wadau mbalimbali wanaendelea kutoa wito wa kurejeshwa kwa utulivu na kuheshimiwa kwa sheria ili kuepusha matukio kama haya kujirudilia katika siku zijazo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala wa kisiasa unaendelea kushika kasi kufuatia matamko ya hivi karibuni ya rais wa zamani Joseph Kabila aliyejibu uamuzi wa serikali ya Marekani uliomlenga kwa hatua za vikwazo. Kupitia taarifa rasmi ya ofisi yake iliyotolewa siku ya jana tarehe 13 Aprili, kiongozi wa zamani wa nchi aliyeshika madaraka kati ya mwaka 2001 hadi mwaka 2019 ameeleza kushangazwa na hatua hiyo, akitaja kuwa ni ya kuto na msingi ya kisiasa na inatokana na hatuma ambazo kwa mujibu wake hazina ushahidi thabiti unaoweza kudhibitishwa. Katika maelezo yake, Joseph Kabila amesema uamuzi huo wa Marekani umejengwa juu ya kile alichokiita simulizi ya mamlaka ya Kinshasa, akidai kuwa hakuna ushahidi uliowahi kudhibitishwa hata mbele ya vyombo vya sheria vya ndani ya nchi. Kwa mtazamo wake, hatua inaweza kutafsiriwa kama kuunga mkono kile anachokiita mwenendo wa utawala wenye mwelekeo wa kimila. Rais wa zamani amesisitiza kuwa katika kipindi chake cha uongozi alijikita katika kuunganisha taifa, kurejesha amani baada ya vita vya kikanda pamoja na kuimarisha taasisi za dola. Ameeleza kuwa ni katika uongozi wake ndipo nchi ilipata kwa mara ya kwanza historia ya kubadilisha madaraka kwa njia ya amani na kistaarabu. Kuhusu hatua zinazofuata, Joseph Kabila ameeleza kuwa anajiwekea haki ya kuchukua hatua za kisheria kupinga uamuzi huo, ikiwa ni pamoja na kudai ushahidi unaodhibitisha tuhuma zinazomkabili. Amesema analinda heshima yake, historia yake pamoja na mchango wake katika ujenzi wa taifa. Wakati huo ameweka wazi msimamo wake wa kuendelea kushikamana na umoja wa kitaifa, kulinda mipaka nchi na kutafuta suluhisho la kisiasa linalojumuisha pande zote katika mgogoro unaendelea nchini, hususan katika ukanda wa mashariki. Katika tamko hilo, Joseph Kabila pia amerejea kifungo cha 64 cha katiba ya nchi, akisitiza kuwa ni wajibu wa kila raia kupinga utawala unaokiuka katiba. Kupitia msingi huo, ameahidi kuendelea kupigania kurejeshwa kwa demokrasia, utawala wa sheria na mshikamano wa kitaifa. Kauli inakuja katika kipindi ambacho hali ya kisiasa na kiusalama nchini DRC inaendelea kuwa tete, huku wadau mbalimbali wa ndani na nje wakitoa wito wa kupatikana kwa suluhisho la kudumu linaloweza kuleta utulivu wa kweli kwa taifa ya kanda na ya maziwa makuu kwa ujumla. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vuguvugu la kiraia linaendelea kujitokeza kwa nguvu, hasa katika kipindi ambacho taifa linakabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama. Hali hiyo imejidhihirisha wazi kufuatia tamko la hivi karibuni la harakati ya kiraia Lutte pour le Changement maarufu kama Lucha, ambalo limetolewa katika mji wa Lubumbashi siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 14 tangu kuanzishwa kwa harakati hiyo. Katika tamko hilo, Lutte pour le Changement, Lucha limesitiza upinzani wake mkali dhidi ya wazo lolote la kurekebisha au kubadilisha katiba ya nchi, ikieleza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa na hatari kwa mustakabali wa demokrasia nchini. Harakati hiyo imemtaka rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi kuheshimu kiapo chake cha kulinda katiba na kuachana na kile alichokiita kuwa ni mradi hatari na uchochezi mkubwa kwa taifa. Wakati huo, Lucha imetumia fursa hiyo kutoa heshima kwa wanaharakati wake waliopoteza maisha katika harakati za kudai mabadiliko nchini. Miongoni mwa majina yaliyotajwa ni pamoja na Liki Nlula, Obadi Muhindo, Fredi Kambale na Mumbere Ushindi pamoja na Biamungu, ambao walielezwa kuwa mashujaa wa mapambano na haki ya kidemokrasia. Harakati hiyo imeeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi, ikilaani kile kilichokiita kuwa ni kuendelea kwa uwepo wa vikosi vya waasi M23 vinavyoendelea kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Licha imesitiza kuwa kabla ya kutoa yoyote mazungumzo ya amani kuendelea, ni lazima kuwe na kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda katika mji wa Goma na Bukavu, ambayo imekuwa kitovu cha mvutano wa muda mrefu. Katika hatua nyingine, Lutte pour le Changement imetoa wito kwa kuachiliwa huru mara moja na bila masharti kwa wanaharakati wake watatu waliozuiliwa katika mji wa Bunia, wanashikiliwa na mamlaka za kijeshi.
Harakati hiyo imeeleza kuwa kukamatwa kwa wanaharakati hao ni kinyume na misingi ya uhuru wa kujieleza na haki za kiraia. Vile Lucha imekosoa vikali mwenendo wa mchakato wa kidiplomasia unaoendelea, ikidai kuwa jamii ya kiraia pamoja na wasirika wa moja kwa moja wa ukatili unaendelea wamekuwa wakitengwa katika mazungumzo hayo. Kwa mujibu wao, suluhisho la kudumu haliwezi kupatikana bila ushirikishwaji wa pande zote, hususan wale wanaowasirika moja kwa moja na mgogoro huo. Kwa ujumla, tamko linaonyesha kuendelea kwa shinikizo kutoka kwa makundi ya kiraia dhidi ya uongozi wa kisiasa nchini DRC, huku yakitaka uwajibikaji, heshima ya katiba na suluhisho la jumuishi la migogoro inayokumba nchi. Harakati za kiraia zinaendelea kuwa sauti muhimu katika kuhimiza mageuzi na kulinda misingi ya kidemokrasia katika taifa la Afrika ya Kati. Katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shughuli za kiuchumi zimepata pigo kubwa kufuatia kusimama kwa karibu kabisa kwa shughuli katika mpaka wa Kasindi Lubiriga, ambao ni mlango muhimu wa kuingilia bidhaa katika ukanda wa Beni. Siku hiyo iliripotiwa kutokea Alhamisi tarehe 13 Aprili, ambako wakala wa forodha wameamua kuimarisha mgomo wao wakipinga kuanzishwa kwa ushuru mpya tatu ndani ya mfumo wa kielektroniki kwa kutangaza mizigo unaojulikana kama Sidionia. Hatua imebua mvutano mkubwa na tayari imeanza kwa bei za bidhaa katika masoko ya ndani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la mpaka huo, msururu mrefu wa malori hasa yale yanayosafirisha mafuta unaonekana kusimama upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyosababisha kucheleweshwaji mkubwa wa bidhaa wa usambazaji wa bidhaa muhimu katika mji wa Beni, Butembo na Lubero. Wagomo wao wamepinga ushuru mpya tatu zilizowekwa tangu mwezi uliopita, ambazo ni pamoja na ushuru wa kukuza sekta afya, ushuru wa udhibiti wa bidhaa na tarishi au sumu, pamoja na ushuru unaohusiana na bei za wastani ya mpakani kwa bidhaa za mafuta. Kwa mujibu wao, ongezeko la kodi linaongeza mzigo kwa wafanyabiashara na hatimaye kuathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida. Chama cha wakala wa forodha kinachojulikana kama ACCAD kimeeleza kuwa hatua hiyo ni mgomo ni sehemu ya kile wanachokiita mapambano ya kijamii yenye lengo la kulinda uwezo wa wananchi kudumu gharama za maisha. Rais wa chama hicho Eugene Kakule Matembela amesitiza kuwa hali ya sasa inahitaji mshikamano wa pamoja ili kupunguza athari za kiuchumi zinazowakabili wananchi. Athari za mgomo zimeanza kuonekana wazi katika masoko ya miji ya Beni na Lubero, ambako bei za bidhaa mbalimbali zimepanda kwa kasi. Sekta ya nishati ndio inayoathirika zaidi, huku bei za mafuta ikiongezeka kwa kiwango kikubwa ndani ya muda mfupi. Kwa mfano, katika mji wa Beni, bei ya lita moja ya petroli ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa takriban pesa za Kongo 5,500 sasa imepanda kufikia kati ya pesa 6,500 hadi 7,000. Ongezeko la bei ya mafuta limepelekea pia kupanda kwa gharama za usafiri, hasa katika ukanda wa Beni, Lubero na Butembo, jambo linaloendelea kuongeza mzigo kwa wananchi wa kawaida. Wakati hii hali ikiendelea kuwateta, wadau mbalimbali wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kutafuta suluhisho la mgogoro huu kabla hujaleta madhara makubwa zaidi kwa uchumi wa eneo hilo pamoja na maisha ya kila siku ya wananchi. Kwa sasa hali bado haijapata suluhisho na shughuli katika mipaka Kasindi Lubiriga zikiendelea kusuasua, huku athari zake zikiendelea kusambaa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 1 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kwa siku tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunawashukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki tulichojaa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Basi tunaendelea kuwasisitizia kufuatilia kwa karibu matukio yote yanaendelea hususan katika maeneo yenye changamoto za kiusalama, kiuchumi na kijamii, ili kuwa na uelewa mpana wa yale yanayogusa maisha ya kila siku. Na kabla ya kuhitimisha matangazo yetu, ni kukumbushe kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha anasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sana la ziada la tuacha naendelea kutoa zangu za zati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho.
wa matangazo yetu ya siku ya leo ikiwa tarehe mosi Mei mwaka 2026. Basi acha nikutakie John njema na siku mwema, na nikwadi tena tukutana kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi bye bye na chao, baki salama.